Msikilizaji wangu, karibu kwa somo letu la leo. Ni sehemu ya 5 ya ushuhuda wangu, kichwa chake kikiwa ni maeneo ya vita. Maeneo ya vita. Nimekuwa nikitoa shuhuda zangu sehemu tofauti. Nieleza jinsi nilipofikia eneo la kuachilia, kwa Kiingereza nasema let go and let God, kuachilia vyote na kumwachia Mungu atawale. Jinsi Mungu alinipa neema ya kuweza kusamehe maadui zangu wote. Na wakati unasamehe maadui zako wote na unajiachilia kwa Mungu, unaanza kung'ang'ana kumtafuta Mungu kwa roho na kweli na kuishi maisha safi, Mungu anaanza kupigania. Kwangu mimi, hiyo sehemu ilipopita, Mungu alianza kunifunulia mambo fulani kwa njia ambayo sikuwa naelewa. Nilikuwa kweli kabisa sielewi sauti ya Mungu, kama vile Samueli wakati ule anaitwa na Mungu anakimbia kwa Eli, ilikuwa vile vile. Nilianza kupata ndoto usiku, naamka nikisema vitu vya ajabu. Nakumbuka mara kadhaa niliamka kwenye ndoto usiku wa manane, nikawa nasema kwa sauti kubwa kwa lugha ya Kiingereza, God is using me. God, yani kwamba Mungu ananitumia. Mungu ananitumia. Mke wangu anaamka anauza, unasema nini wewe? Anakutumia kwa njia gani? Sikuwa naelewa hata mimi. So ikabaki namwambia tu ananitumia, ya kwamba hata nimeelewa haya yote nimepitia, Mungu alikuwa ananitumia. Mke wangu anashangaa, haya mateso yote miaka hii yote itakuwaje Mungu anakutumia? Kweli sikuelewa. Lakini ukweli ni kwamba Mungu alikuwa kwenye ile kazi. Ndio maana alikuwa anifunulia kwamba ananitumia, lakini sikuelewa kwa njia gani. Siku moja nikapata ndoto ya ajabu sana. Wakati ule nimeshaacha kazi, nimeshauza gari, hatuna chakula, hatuna nini, hatuna mbele wala nyuma, nimeanza kupona. Sikupona kila kitu kakwisha mara moja. Ndio maana asema ile shuhuda ambayo nilitoa mpaka mahali ya msamaha ilikuwa ni miaka 13. Niliendelea kufunuliwa maeneo mengine kama nitakayofundisha leo. Na Mungu aliendelea kunifungua kwenye hayo maeneo, niliendelea kupata uponyaji. Kweli nilikuwa na nguvu, nilikuwa bado wakati sijatoka kazini, ilikuwa ina kazini kwa muda wa saa moja mawili nachoka, na kuja nyumbani naweza kaa nusu saa nachoka. Niliendelea kuimprove pole pole, na Mungu akaendelea kufunua mambo mengi sana. So wakati moja, kati huo sina kazi, sina hela, sina mbele wala nyuma. Kini nguvu mwili imeanza kurudi. Napata ndoto, kwenye ndoto naona kabisa nimeandika vitabu viwili kwenye ndoto. Na nimetoa movie, sinema. Kulingana na kitabu kile changu cha kwanza Mateso Yangu, kuna sinema kabisa, movie ambayo imetoka. Nikamwambia mke wangu akona kadi, nimechanganyikiwa kama jamaa ameruka kichwa. Hata sikuweza kuambia marafiki wala ndugu zangu, kwa sababu angesema kweli nimeruka kichwa, nimechanganyikiwa. Pamoja na mke wangu nilishia na mtu mwingine mmoja tu, kama nilivyosema kwenye Solace in Sorrow. Rafiki yangu mmoja anaitwa Mcheru, ndio peke yake nilimwambia, kwa sababu niliona nikiambia watu wataona huyu jamaa hayuko sawa, hayuko peke yake. Kweli ilikuwa nikana kwamba maisha yangu yamekwisha pale chini. Vitabu viwili na sinema. Leo hii si viwili tu, vitabu tayari ni 4 ambavyo vimetoka, vingine vinakuja kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na tayari naona kabisa hata mazungumzo haya, mafundisho haya, naona tayari ni movie, ni sinema. Na Mungu akipenda, kuna mpango kabisa, pamoja na padri moja, kuna mpango kabisa tutoe sinema, tutoe movie kulingana na kitabu changu cha kwanza Solace in Sorrow. Kitabu hiki kina mambo mengi, naye fundisha hapa ni machache mno, a drop in the ocean. Kuna mambo mengine mengi hapa mazito mno ambayo Mungu alifunua, ambayo sitaweza kushare yote kwenye mafundisho haya. Itabidi tuingie kwenye mafundisho mengine. Testimonies zingine nitatoa tu wakati nafundisha mafundisho mengine, lakini mengi ya kwenye kitabu. Vitabu vilitoka viwili, sasa ni 4 na sinema ipo. So naamini kabisa Mungu alianza kunifunulia mambo nikiwa pale chini. Sehemu moja kubwa ya vita ambayo nilikuwa naye, sehemu kubwa ya vita ilikuwa ni sehemu ya njaa. Nimeresign kazi, nimeuza gari, nimekula ile hela yangu yote nilikuwa nimeweka. Ya mke wangu tumemaliza, tumebaki hatuna hela kabisa. Hatuna chakula. Jioni tunapika chai bila maziwa, tunakula mkate vislice viwili, tunalala. Hamna hela. Marafiki wamepotea. Nakumbuka wakati moja relatives wetu wawili wakaja nyumbani kuja kutembea. Wakaenda wakaingia kule jikoni kitchen, wakaenda kwenye fridge, wakafungua, hamna kitu kwenye fridge.
walianza kucheka kule jikoni. Mimi na mke wangu kwenye sitting room tunawasikia wakicheka. Alafu ajabu ni kwamba baada ya kucheka hawakunua hata mkate wala maziwa, waliondoka wakaenda, wakatuacha hapo tufe. Jamani, tuliyapitia, lakini nashukuru Mungu wa juu wa mbinguni kwa sababu hakutuacha tufe, kama vile alivyomlisha Elia kule na kunguru wanampelekea chakula kabisa. Naamini hiyo neema ndio Mungu alitulisha naye. Kuanzia mwaka 2004 wakati niliacha kazi mpaka leo sijawahi andikwa kazi, hajawahi kosa chakula. Hatuna mapesa mengi kama yale ya zamani, hatuna magari, natembea mguu na niko sawa, nashukuru Mungu. Lakini moyo wangu nataka kumtumikia Bwana. Nimeitiwa kazi nyingi na kubwa baada ya kupona. Nasema la hasha. Na watu wengi hawanielewi, wanaona kana kwamba Steve anapata nini kwenye mahubiri haya. Nampata Yesu, ananitosha. Haja yangu kubwa ni kwenda mbinguni, kumwona Mungu uso kwa uso. Na ndio maana nitamhubiri niwe nalo, iwe hela iko ama hakuna, nitamhubiri Kristo mpaka niende mbinguni. Hivi vitu utawacha, ni vanity, havina maana yote. Ni vizuri kutumia tu, lakini visitupotoshe tukapotea tukakosa bingu. Jamani, nakumbuka nilikuwa hapo chini, Mungu alimgusa mtu mmoja ambaye tulikuwa nasoma naye kule Moi University wakati nafanya degree ya kwanza. Jamaa alikuwa kiongozi, kwa hivyo alijulikana vizuri. Anaitwa Philip Olero Nyakwaka. Mungu akubariki sana mahali ulipo. Mungu alimtumia Philip, alikuwa anafanya degree ya Masters in Business Administration, MBA. Na alipokuwa anafanya MBA, degree ya pili ya mambo ya uchumi au administration, sijui tasemaje kwa Kiswahili. Kiswahili wakati mwingine nalipiga chenga. Kuna course moja alikuwa anafanya ndani ya hiyo degree inaitwa quantitative analysis ama quantitative methods, mambo ya statistics. Philip aliona ile course ni ngumu, akakumbuka Steve alikuwa mwerevu sana na hesabu, akaja kwangu, akanipata pale chini na kaa natulia. Kaambia Steve, naomba unifundishe hili somo la statistics. Uanze kunifundisha. Nikamuuliza Philip, jamani, wewe unajua mimi niliugua, nimeteseka miaka mingi, nilipoteza ufahamu na hata sasa ufahamu wangu hujarudi. Ndio nimeanza kutembea, nimeanza kupata nguvu, lakini ufahamu bado hujarudi jinsi ulikuwa. Mambo mengi sikuwa nakumbuka. Ufahamu ulikuwa umepotea kiasi kwamba mke wangu alikuwa aletea kitabu cha biolojia nijifundishe kusoma sehemu za mwili za mwanadamu. Na huyu Philip ananiambia hapa nimfundishe statistics, nitaanza wapi? Hakusikiliza. Alienda kwa gari lake, akachukua ile course outline, yale mafundisho ambayo atakana kupitia, akaleta akaweka hapo, akaleta vitabu vikubwa vya statistics akaniwachia. Sema kesho nakuja saa fulani kwa mafundisho. Akaondoka. Mimi niliona ni kituko tu. Alipoondoka nikaamua tu nichukue tu nitazame, lakini kweli nilijua siwezi kabisa, nilijua hivyo. Ajabu ni kwamba nilipoanza kusoma vile vitabu baada ya kuona topic ya kwanza ni ipi, nilipoanza kusoma kwenye kitabu nikaanza kuona mbona haya mambo yanakaa kama nayajua, akili ikawa inafunguliwa. Mungu alimtumia Philip sana wakati alifanya nianze kusoma vile ninavyosoma, ile sehemu ambayo ufahamu ulikuwa umefungiwa, akili ilikuwa imekamatwa, Mungu akaanza kuifungua, akaanza kuachilia. Kesho yake jamaa akija, niko tayari. Namfundisha nusu saa, nikisikia mgongo umechoka kidogo natulia, nampatia mambo ya kufanya kidogo, akimaliza naamka nasahihisha, namfundisha tena. Kila lisaa 750 ya Kenya, wakati ule hela nyingi. Kila lisaa 750. Philip akaenda kule shuleni mahali afanya degree hiyo, akaambia wale wanafunzi wengine, mnateseka na hii somo, kuna mwalimu mzuri sana. Wale manager wa mabenki, wale wenye makampuni, CEOs, MDs, walikuwa wanaendesha magari yao kilomita 20, wanakuja mahali naishi, wanapark chini, wanapanda juu, wanakuja wanaketi hapo, na wafundisha, natulia, na wapate kazi ya kufanya, na wafundisha tena. Kila mmoja akiondoka lisali moja 750. Hivyo ndio Yesu alitulisha mimi na mke wangu wakati ule mgumu mno. Kunguru anamletea Elia chakula kule jangwani. Mungu analetea hela kwa nyumba yangu. Hiyo hela ndesaidia atakaweza kulipa rent ile ya nyumba. Tukaweza kula. Ndio nikaweza kupata nguvu zaidi ya kwenda kutafuta hela kidogo kidogo. Lakini sikurudi kazi ya kuandika kwa sababu niliamini kabisa ndani ya moyo wangu Mungu ameniita kwa huduma. Sikuwa na leo hata kidogo.
Ndio maana nimetio kazi ya mahela na wacha, kwa sababu kabisa ndani ya moyo wangu nisikia Mungu ameniita nimtumikie. Niwe na chakula nisiwe naye. Mungu aliniita nimtumikie. Wakati ule atupigania tukaweza kupita kwenye lile eneo. Nakumbuka ile darasa lilipomaliza wakapita wote mtihani vizuri. Darasa lilofuatia wakaambiwa kuna mwalimu mzuri, wakawa pia anakuja nyumbani na wafundisha. Lakini wakati mmoja nilikaa kama wiki 3 sina mwanafunzi hata mmoja. Ile hela ilikuwa nyingi ya kukaa, ni hela ya kula tu, hatukosi chakula. Wakati ule ikakwisha, hatuna hela hata ya chakula. Wakati ule nimeingia karismatiki, nimejifunza maisha ya kiroho seminar, nimekoma na karismatiki, katangaza seminar fulani kanisani, nikajitoa kama mmoja wale wahudumu watakaosaidia. Ilikuwa inaanza Alhamisi, nakumbuka vizuri. Jumatano kabla tuanze Alhamisi saa 8 kanisani, nikapigiwa simu na mwanafunzi wangu mmoja alikuwa anafanya kazi na KRA, Kenya Revenue Authority, wenye kuchukua taxes zile, ushuru. Akanipigia simu akaniambia, Steve, naomba nije kwenye tutorial kwenye mafundisho. Nikamwambia safi. Moyo wangu ukafurahi. Kamuuliza nakuja lini? Akasema kesho. Kabla kesho saa ngapi? Saa 8 kamili. Nikachanganyikiwa. Saa 8 nimeshampa Bwana. Niko kanisani naenda kusaidia kwenye huduma. Na huyu ataka kuja saa 8. Ameletwa na Mungu. Hii hela ipo, nahitaji hatuna chakula. Na saa 8 Mungu ananingojea. Wewe ungefanyaje msikilizaji wangu? Wengi wananiambia jamani watachukua hela. Niliteseka. Lakini moyo wangu ukakumbuka Bwana anasema tafuta kwanza ufalme wa mbinguni, mengine atafuata. Nikaamua kufanya kitu kikumbavu sana kwa wanadamu. Kaambia jamani, samahani kesho saa 8 siwezi. Nina appointment nyingine ambayo ni muhimu zaidi. Kaambia badilisha saa, kakataa. Kaambia samahani basi haitawezekana. Kakata simu. Aisee, kulikuwa na vita vikubwa ndani. Yaani roho nyingine anambia mkumbavu, Mungu ameleta chakula umewacha. Roho nyingine anambia hapana, fanya kazi ya Mungu kwanza atakutetea. Nilipoenda nyumbani, kampata mke wangu. Nikamweleza kuhusu jamaa aliyepiga simu akafurahi, akacheka moyoni akasema angalau kutakuwa angalau na sima na sukuma wiki kidogo itapatikana. Kaambia alitaka kuja kesho saa 8, akasema safi. Nikamwambia lakini kumbuka saa 8 tulijitoa kesho tuko kanisani kwa huduma. Mke wangu alienda kutamka, nikajua tamka maneno mabaya, nikamwambia tulia kwanza. Kaambia kabla utamke naomba tuombe. Kaambia nataka tuombe kitu kimoja peke yake, mapenzi ya Mungu. Msikilizaji wangu, nataka nikwambie mapenzi ya Mungu daima ni mazuri kwako na kwangu. Hakuna siku Mungu anatakia mabaya. Na hiyo siku nijifunza lesson kubwa sana. Unaposimama na mapenzi ya Mungu atakutetea. Tulisali kwa mapenzi ya Mungu ile ikamzima mke wangu, hakuongea. Nikala chakula nikakimbia kitandani, asipate nafasi ya kunitolea hasira. Nikalala vizuri. Asubuhi kama mwendo wa saa 2:30 nasikia simu inalia. Kuchukua simu, yule jamaa wa KRA anapiga. Anambia Steve, naweza kuja sasa hivi. Sikuamini macho yangu. Sikuamini masikio yangu. Sauti naisikia, jamaa yataka kuja sasa. Nikamwambia jamani njoo. Nikaruka haraka bafu, nikaoga. Akaja nikamfundisha kama jasahau, ilikuwa masaa 2. Hela mfukoni. Nikasali rozari yangu safi, nikajiandaa nikakula lunch. Tukaelekea kwenye huduma, hela mfukoni, huduma ya Bwana ikasonga sawa sawa, nilikuwa na furaha nyingi sana. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote yatafuata kwa ziada. Nilitafuta ufalme nikapata na mengine. Tukiachilia ufalme tunakosa hata mengine. Mungu akutumba tukose chakula, ndugu yangu dada yangu. Alitamani tutawale, vyakula vyote alimpa Adamu na Hawa, lakini tulipoteza kwa kuachilia ufalme kwanza. Msikilizaji wangu, Mungu asaidie. Tumtafute hata hali ikiwa ngumu kiasi gani. Nakumbuka baada ya uponyaji na nimefunguliwa, Mungu ameniita kwenye huduma, amenituma nyumbani kaombe baba na mama. Kabla hiyo nikapitia kwa sister yangu moja. Tuna sister moja, dada moja tu kwenye familia. Vijana 10 wa kiume, msichana moja. Baada ya kutoka kwa dada yangu, nilikuwa naelekea kwa ndugu zangu. Nimetoka kwenye, nikamweleza jinsi ilivyopona, mambo Mungu ameweza kufanya, akafurahi sana. Kasali pamoja, kaingia kwenye matatu, daladala. Kwenye daladala mahali nilikaa kwenye kona, nataka nikae peke yangu. Yaani wakati nawaza Mungu tu, hakuna kitu kingine. Mungu akafanya mlevi aingia, akaja akakaa karibu na mimi. Akaanza matusi, maneno mabaya. Yaani nikaa nawaza jamani, nimefanya nini kuja kaa? Nikakaa sehemu nyingine. Anatukana watu wote kwenye daladala. Watu wanakasirika na yeye, matatu inasonga.
Kafika mahali mimi nikapiga sala yangu, nikaombea mandizi zangu, nilikuwa nunua mandizi. Kabla nile nikaangalia yule mzee rika baba yangu. Kama mzee utakula ndizi. Ule mzee alishangaa, akaniangalia, akaanza kutoa unabii. Na yote aliyesema alikuwa ni ya ukweli kabisa. Mungu alizungumzia kwa mlevi. Jinsi mashetani alikuwa anazungumzia asema Yesu ni mwana wa Mungu. Huyu jamaa alitamka kwa lugha yangu akasema, modone modo wake, huyu ni mtu wa Mungu. Akaanza kutoa unabii, akasema ya kweli kabisa mlevi. Hata nikashangaa. Akasema hii gari hata ikianguka leo tufe wote, huyu hafi. Kwa maana ako na Mungu na kwenye kazi na Mungu alikuwa amenituma kwa wazazi wangu, singekufa. Lazima ningefikisha ule ujumbe. Mlevi. Akatoa unabii akasema, huyu mtu hatawahi lala njaa. Huyu mtu hatawahi kosa chakula. 2004 kazi ya mwisho. Sijaenda ombaomba. Sijawahi kosa chakula. Nilivyosema sina mahela mengi kama zamani, lakini na amani chakula tunaye. Jina la Bwana lipewe sifa. Naomba pia kwako Mungu atamke ile neno, hautaipungukiwa. Hata kuwe na COVID hali ngumu, Mungu hajatuumba tufe na njaa. Wewe utapoteza ufalme, utapoteza mengine. Mungu anatamani kutubariki. Hebu leo atusaidie tumrudie aweze kutupa chakula. Sehemu ya pili ya vita. Kuna sehemu nyingi za vita, lakini nazungumzia sehemu mbili tu. Kuna nyingi tu kwenye kitabu hiki. Kina mambo mengi mno. Sitaweza kuyafundisha yote hapo kwa maana tayari kwenda kwenye mafundisho mengine. Mengine mtasoma humu ndani. Sehemu ya pili ya vita ni sehemu ya nguvu za giza. Mungu alikuja akafunua baadaye, hata nilikuwa natolewa sadaka. Akaja akafunua kana alikuwa anafanya hayo yote. Nikaja nikawasamehe, nikawaombea huruma ya Mungu. Haya yote kwenye kitabu siweza kueleza yote. Lakini kwenye hali hii ukisoma Petro wa kwanza 5:8, Bwana asema tuwe macho. Asema tuwe macho. Kwa maana adui yetu Ibilisi anazunguka akiguruma kama simba akitafuta mtu ammeze. Looking for someone to devour. Asa hii hali ya shetani na nguvu za giza kutafuta kumaliza watu wa Mungu, mara nyingi tunataka kukaa kana kwamba haipo. Nilikuwa mmoja wa hao ambao hawakuwa naamini kuna nguvu za giza. Nilikuwa naamini kabisa naozungumzia nguvu za giza, waitafutia kazi. Ukweli ni kwamba hizo nguvu ziko. Ukweli ni kwamba watu wengi hata leo hii wanatembea na nguvu za giza. Ukitaka kujua ni ukweli, kila dhambi ina lile pepo na sukuma hiyo dhambi ndani mwako. Kwa hiyo kana tena madhambi mengi, jua na mapepo mengi mno. Hasira ni pepo, chuki ni pepo. Mambo ya uzinifu na sharati ni pepo linatusukuma. Hawa mapepo yaliingia, nilikuwa nao na sikujua. Yaliingiaje? Sijui. Lakini ninavyojua Mungu alianza kunizungumzia. Wakati nilianza kuwa open, kumbe inawezekana. Na siku moja asubuhi nasali sala ya Baba Yetu. Nafika sehemu ambaye tunasali deliver us from evil. Utuokoe kwenye maovu, from evil. Utuokoe kwenye maovu na hizo nguvu za giza. Nikaulizwa swali. Nilisimama pale, sikuweza kuendelea nile sala. Unataka nikudeliver, nikuokoe na evil gani? Nguvu gani hizo za giza kama hauamini zipo? Nikashangaa. Hapo nikasema jamani, inawezekana hizi nguvu zipo. Huo usiku naenda kulala naletewa maono. Naonesho Petro, popo wetu wa kwanza, yuko na Yesu. Yesu anamwambia wewe ndio mwamba. Juu yako nitajenga kanisa. Ufungua mbinguni wewe ndio unafungua bingu, ukifungulia imefunguliwa. Ukifungulia chote duniani kimefunguliwa. Ukifungia kimefungiwa. Juu yako kanisa. Yaani mtu wa nguvu, popo wetu wa kwanza. Lakini baadaye kidogo anasonga, Yesu anasema nitauawa, baada ya siku 3 nitafufuka. Petro anasema haiwezekani. Yesu anamwangalia amwambia ondoka mbele yangu shetani. Umefikiri kama mwanadamu wala sio kama Mungu. Wanadamu wake wakati aliambiwa ndio mwamba, kiburi kaingia, kilifungulia shetani mlango akaingia. Akaanza kumtawala. Ndio maana sasa huyu ambaye ni mwamba anapinga mpango wa Mungu, kwa maana kuna mwingine amemwingia na mtawala, na huyo ndio anayekemewa. Yesu alikuwa anakemea Petro, alikuwa anakemea pepo ambao alikuwa limemwingia. Nikaulizwa kwenye maono, kama pepo linaweza kumwingia Petro, wewe nani Steve pepo aliwezi kuingia? Na ndio swali ambayo nataka kuuliza msikilizaji wangu,
Kama Petro popo wa kwanza, pepo anaweza kumwingia, wewe ni nani? Pepo haliwezi kuingia. Hapo nikaanza kuamini, kumbe inawezekana kuna hizi nguvu za giza. Na ndio maana Yesu akatupa mamlaka. Kwa nini Yesu anatupa mamlaka? Yeremia 1:10, mamlaka ya kung'oa na kuharibu na kubomoa. Kwa nini? Kama hayana maana. Kwa nini Yesu anatupa mamlaka? Anasema nimewapa mamlaka juu ya nyoka na nge na nguvu zote za shetani, na hakuna kitu kitakachowadhuru, kwenye Luka 10:19. Kwa nini Yesu anatupa mamlaka juu ya nyoka na nge? Kwa maana ibilisi ni roho na anaweza ingia hata wanyama na akawatumia. Anaweza ingia mwanadamu akamtumia. Wakati wa Adamu na Hawa alitumia nyoka, aliingia ndani ya nyoka akazungumza. Nyoka hazungumzi, pepo linaweza zungumza ndani ya nyoka. Msikilizaji wangu, haya mambo hata ukiignore yapo. Nilikuwa na ignore, naona kama hayapo, lakini baadaye nilikuja kuamini. Wakati moja nimeeleza kwenye Solace in Sorrow, wakati moja nimelala. Na kitu muhimu, ukijiachilia, ukisamehe na uamue kutafuta Mungu kweli, kama kuna nguvu za giza, mapepo ndani yako, yanakosa sehemu ya kushikilia, kwa maana umeyakataa. Umesamehe, unasamehewa. Umeamua kuacha dhambi, hayana ruksa kubaki ndani yako tena. Nilikuwa nimejiachilia mtafuta Mungu, nilikuwa nafanyiwa deliverance usiku peke yangu kwa kitanda. Siku moja yani usiku nimelala, nasikia nimenyanyuliwa, nimelala nimeface chini kwa tumbo. Nasikia nimeshikwa huko nyuma, nainuliwa kama upepo, juu chini. Juu mko wangu anaamka asema, "Wewe kuna nini? Kuna nini?" Ananishika, tulibebwa na yeye kwenye Solace. Nguvu za giza. Kweli kabisa, nikasikia nguvu zinatoka, ziliingilia wapi? Sijui, lakini zilianza kuondoka. Na wakati naanza kumtafuta Mungu, naanza kufanya huduma na wakarismatic, shetani alijaribu sana kuniwekea blocks nyingi, vizuizi vingi, mitego mingi. Alijaribu kunitia hofu na mashaka. Alitutumia vitu vingi, hata pamoja na nyoka mara 2. Mara ya kwanza tulitumia nyoka kwa nyumba, na mahali tulikuwa tunaishi hakuna njia kabisa nyoka angeingia pale nyumbani. Lakini mke wangu siku hiyo anaamka, aenda kwenye kitchen pale jikoni, anapata nyoka. Mke wangu alipiga kelele, akaanza kupiga nduru, anatoka mbio, analilia mama yake. Mama yake yuko kule kwa kilomita 600 kutoka mahali tupo. Analilia, anaita mama. Sijui mama yako atakokoaje kwa kilomita 600. Ndio maana msikilizaji wangu, lazima tujue nguvu katika jina la Yesu na damu ya Yesu. Huyo ndio unaye mahali ulipo. Unapomlilia yuko pale pale. Nguvu za Roho Mtakatifu zipo, sio nguvu ya mama yako, baba yako. Haitakuokoa. Hakuna jina lingine. Jina la Yesu. Alikimbia kaenda kitandani, akasimama juu, analia nyoka nyoka. Nikakimbia jikoni, kamwona yule nyoka. Mungu akanipa neema ya ajabu. Sikuwa na hofu wala shaka wala uoga wote. Nakumbuka nimtazame yule nyoka, nikashangaa mingiaje hapa. Kasema huu ni adui. Nikaanza kusema naye kama nasema na mwanadamu. Nikaambia Yesu, huyu adui ameingiaje hapa? Wewe ndio mwamba wangu, ndio ngao yangu. Uko mbele yangu na nilinda. Uko nyuma na nilinda. Uko umezingira kabisa na nilinda. Kabla adui anifikia pambane na mimi, apambane na yeye kwanza Yesu. Nyoka yule akaogopa. Akaanza kimbia atoroke. Pale nyumbani kulikuwa na ile jiko la makaa. Tanzania sema ya mkaa. Kulikuwa ile besi moja kubwa nimekelea chini yake. Pale mwisho imepinda kidogo. Yule nyoka alienda kupita pale, amini usiamini, akakwama kichwa. Sehemu ambayo hakuna kitu kinaweza kwama, alikwama. Yesu alikanyanga kichwa hapo. Adui hakuna mahali unaenda. Mkeo kaanza kucheza. Nikaanza kucheka, nikamwita mke wangu Maria. Maria, njoo. We unapiga kelele huko na kumbe Yesu hapa amekanyanga mtu kichwa, njoo uone. Maria alikuja na anatembea kwenye miguu kama ana tiptoe. Anakuja kuangalia kuna akati aliona kinyoka mkia kinafanya hivi. Alianza kucheka. Kachukua kijiti nikaua. Kafanya sala, maji ya baraka nikajizia, kaenda kachoma. Yule mwingine wa pili, wakati mwingine yote kwenye Solace in Sorrow sitaanza kuelezea, Mungu akamfrizisha chini ya fridge pale. Tukamua kasali, kuanzia wakati huo amani tele tele. Tulijaribiwa sana. Pamoja na majaribu yote, wakati Mungu anakuja kuniponya, anakuja kunideliver, Mungu akaja akatoa ufunuo kwamba amenipa kipaji cha uponyaji na kufunguliwa. Healing and deliverance gift. Yaani hiyo ndio nilichanganyikiwa kabisa. Sikuamini mdhambi kama mimi anaweza pewa kile kipaji. Mimi nilikuwa najua healing and deliverance, wale watu nimeona kwenye TV wanasema watu wanaenda. Sasa nikawa nauliza, yaani umenipa nguvu hizo za kufanya watu waanguke?
Wajua mara nyingi watu wanafikiria healing and deliverance inahusu yeye huyo mhudumu. Inamhusu Yesu. Sio kuhusu mhudumu, inahusu Yesu. Mesikia mara nyingi watu wengi wanasema, kwa nini kama mnaombea watu wapone, mbona msiende hospitalini mkombea watu wote apone? Mbona msiende kwenye mtaa mwombea watu? Nataka nikwambie, inategemea na mapenzi ya Mungu na imani yangu na imani yako. Inategemea kuandaliwa kwako. Ndio maana neno la Mungu linakuandaa, unakuwa uko tayari kupokea. Ndio maana wakati mmoja Petro anahubiri, anaangalia jamaa moja kiwete, anasema, inaonekana imani yako imeiva kupona, simama utembee. Hata Yesu mwenyewe hakuponya watu wote. Sababu kuponya, Mungu anapotenda muujiza atenda sababu. Anatenda sababu mara nyingi ili tumwamini. Yesu alipoenda pale Bethsaida kwenye puli ile, wakati ile kusoma Yohana 5, Injili ya Yohana 5, mstari wa kwanza kuendelea, kulikuwa na viwete wengi, kulikuwa na watu wengi wamepooza, kulikuwa na wagonjwa wengi, wanangoja ile maji yafunguliwe aruke wa kwanza apone. Lakini siku ile Yesu anaangalia mtu mmoja, aliponya mtu mmoja ingawa walikuwa wengi wagonjwa. Anamuuliza, ungependa kupona? Anasema, jamani, hakuna mtu akuniweka kule ndani maji ya kufunguliwa. Yesu anasema, chukua mkeka wako tembea. Mmoja siku hiyo. So hili swali la ombeni watoto wapone ni mapenzi ya Mungu, sio mapenzi yako. Na hii ndio jambo nilikuja kujifunza kuhusu kipaji hiki. It's not about me. Kwa hiyo mimi nikikuombea upone usipone, sio mimi nayeponya. Yesu ndiye anayeponya. Tengeneza imani yako, tengeneza mazingira sawa sawa, pokea uponyaji wako. Nilisema juzi, grace rides on nature. Neema inatembelea yale mazingira ambayo imetengenezewa. Tengeneza mazingira sawa sawa. Usibaki wewe ni wa ibilisi, atendaye dhambi ni wa ibilisi. Na nasema nikuombe upate muujiza. Hama kwa ibilisi, njoo kwa Yesu akuponye, sio mimi nayeponya. Yesu ndiye anayeponya, msikilizaji wangu. Nakumbuka kipaji kilinisumbua, nikawa nauliza wale ambao tulikuwa nasali nao, nitatumiaje? Nitajuaje ni wakati wa kuwekea mtu mkono kusema umepona? Wakati aliondoka, nakumbuka nikiombea mke wangu, tulikuwa na shida nyingi. Kwenye kitabu nimeeleza, nikamwombea apone. Baada muombea apone, nilirudi nikasema, jamani, pengine nimekosea, nikaondoa haraka. Ilikuwa ni kama saraka. Sielewi kabisa. Kukatangazwa kongamano moja, kanisa la Kembeni Katoliki. Kongamano ya siku 8, kuanzia Jumapili hadi Jumapili. Nikaambia Yesu, mimi naenda hii kongamano na nia moja tu, kuelewa jinsi ya kutumia kipaji hichi cha uponyaji basi. Na nikaenda kwenye kongamano Jumapili ya kwanza. Yule mhubiri amekuja pale, jamaa mmoja kutoka Tanzania anaitwa Super Urio. Yaani Mungu akubariki sana Super, mahali ulipo na familia yako. Akulinda, akupigania na akubariki. Na mwisho safari yenu mwe mbinguni na milele yote. Mungu alitumia sana kufungua macho yangu ya ndani, kuelewa jinsi ya kipaji hiki kinavyotumika. Super alipata polio akiwa mtoto mdogo. Super anatembea na magoti na mikono. Yeye ndio mhubiri mkuu wakati huo. Akija kwenye jukwaa atembea na magoti na mikono, anawekewa meza pale ya kukalia na stool. Ashikilie stool, ajivute juu, akalie meza, ndio hubiri. Yaani wewe ukimtazama unaanza kumhurumia. Ndio ilikuwa kwangu mimi. Sema, huyu jamaa ana shida kuliko zangu. Wewe unaona shida, yeye anaona Kristo. Hiyo siku Super anahubiri kuhusu upendo wa Mungu, jamani, kana najiuliza, kama huyu jamaa anahisi upendo wa Mungu, je, mimi Steve natembea vizuri tu? Katule Mungu azidi kunipa nguvu, naweza simama masaa kadhaa. Je, wewe msikilizaji wangu, Super anahubiri upendo wa Mungu. Somo lilikuwa safi sana, lakini kitu kimoja alihubiri kanigusa na nikajibiwa. Ile ambayo ilikuwa na siku 8, nijibiwa siku ya kwanza. Na nikatumwa kazi. Hata sikuzuria siku nyingine. Nikatumwa kazi kabisa. Super anahubiri jinsi alivyofanya uponyaji wake wa kwanza. Ameingia charismatic, amejifunza, wao kwenye jukwaa na wahudumu wengine, kuna padi anayehubiri. Huyo padi akiwa kwenye jukwaa na Super anamwambia Super, watu wanafanya praise and worship, anaimba kule uwanjani. Anaangalia mama moja na ugonjwa wa elephantiasis, amevimba ile miguu. Anaambia Super, shuka chini kamwombee yule mama. Super kafikiri ni mchezo. Pale anakwambia shuka kaombee yule mama. Super kafikiri mchezo. Padi aka insist,
Supa ikabidi anaumia ndani, asema jamani, mbona unaniaibisha? Nitembee uwanja wote, watu wananitazama. Ameteremka kule, watu wote wanamwangalia, anatembea uwanja, anaenda kule kwenye watu. Yule mama ambaye ni mgonjwa anamwangalia, anaona mgonjwa kuliko yeye, anaanza kulia. Supa yuaja tu, mama yualia, anamuonea huruma. Supa amemkaribia mama, amwambia mama, usinitazame mimi, tazama Yesu, nimekuja kuombea wewe. Mama anashangaa. Supa alifanya sala fupi sana. Alisema, Yesu, wewe uliyekuja kwa ajili ya wale wanaoteseka, ponya huyu mama. Kwa njia ya Kristo naomba na kuamini, amina. Ishara ya msalaba, akaondoka. Amekasirika, ameumia ndani ya moyo, ameaibishwa. Ndiye anasema akaenda kwenye jukwaa, akakaa, hakusikia hata neno siku hiyo. Ameenda kulala, asema usiku mzima anateseka. Sasa mbona fadha anaibisha? Ajabu ni kwamba kesho yake amekuja kwenye kongamano, watu wanasifu, wanaabudu, anaangalia, anamuona yule mama, kuangalia miguu ilipona kabisa. Papo hapo macho yangu ya ndani yakafunguliwa, yale maganda yalikuwa yameziba yakaondolewa. Nikaelewa anayeponya ni Kristo, sio mimi. Yangu ni kuomba na kutamka, anayekamilisha ni Kristo. Ile hofu na mashaka kwamba nikuambia utapona ikaniondokea. Niliondoka kwenye kongamano mtu mmoja aliyefurahi sana, na hicho kipaji nikakubali. Ndio wakati huo nikatumwa kwa wazazi wangu. Ndio nikaenda kule kwenye matatu, ule jamaa ule anatoa unabii, sijailala njaa. Mungu asante, sijailala njaa mpaka nije kwako mbinguni. Ndio nimeenda nyumbani kwa baba yangu. Baba yangu alikuwa na ugonjwa fulani, alikuwa na koroma kama mtu mwenye asma. Alikuwa asma, lakini alifanyia upasuaji kwenye koo mara kadhaa. Akikoroma usiku, wale majirani wanasikia. Kuna jirani mmoja in particular alikuwa anamchekelea. Mama yangu anasali, anaambia Mungu, mbona ugonjwa huu wa mzee usigawanye mara mbili, nichukue nusu, achukue nusu, ili sauti isifike kule, waache kuchekelea. Wakati ule natoa shuhuda wangu jinsi nimepona, naombea baba jinsi Mungu alikuwa amenituma, ile kitu mara moja ikatulia. Kwa kiasi kikubwa sana. Ile ya kukoroma kusikika ilishia hapo. Mungu aliacha kitu kadogo. Wakati mwingine Mungu anaacha kitu kadogo ili usahau ulikotoka. Paulo aliachoka kamwiba. Hata mimi kuna kamwiba niliendelea nao kwa muda, ndio maana nasema miaka 17. Mungu anakubali ubaki na kamwiba ili usimsahau. Mama yangu anasema hiyo siku tuliposali baada ya ushuhuda huu, tukasali magoti ambayo alimsumua miaka na miaka, anasema usiku ya mguu magoti, anasema alisikia kuku, magoti ikafunguka. Mungu akaanza kutenda miujiza. Ametenda mambo mengi sana. Kuna miujiza mingi sana kwenye vitabu hiyo ambayo Mungu ametenda. Sitaweza kusema yote hapa, lakini hapo endelea na mafundisho, nitakuwa na share moja moja. Mama Mungu ametenda ajabu mno kwa kumwamini, kumtafuta, kuweka imani kwake na nguvu zake, anaweza. Naomba leo tunaposali tuombe mambo mawili. Njaa. Mungu atuondolee njaa. Hasa wakati wa COVID-19 watu wanateseka. Nchi zetu za Afrika na maeneo mengine ambayo anasema third world countries, hata kabla COVID ilikuwa bado inateseka na njaa. Sasa hivi watu wafanyi kazi, imekuwa hali ni ngumu mno. Na Mungu akutumba tufe na njaa. Chakula ni kitu basic, haifai mtu akose hata kidogo. Naomba Mungu wa huruma, aliyemlisha Elia kule jangwani akamtumia kunguru, aliyenilisha nyumbani hapo aletea hela nyumbani, naomba kutana na matamanio ya moyoni mwako. Naomba usiwahi pungukiwa, naomba usiwahi kosa. Nawe mrudie kwa roho na kweli. Anatamani kuingia ndani mwako, atakulisha. Jambo la pili ni nguvu za giza. Mungu alinifungua, anasema asante. Hii vita bado inaendelea hata leo. Nazidi kuomba Mungu anilinde, anipiganie. Naomba pia kwako Mungu akufungue. Kama kuna nguvu za giza za kutesa, kwa jina la Yesu naomba zivunjike leo na ziondoke zile chini ya msalaba wa Yesu. Vifungo vyovyote vikatike kabisa kwa jina la Yesu. Hiyo minyororo yote ing'oke, iende chini ya msalaba wa Yesu. Naomba Mungu akuguse, akuponye na akufungue. Ukiweza funga macho yako. Kristo Mfalme, nakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Nakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu. Naomba Bwana unyoshe mkono wako wa nguvu na uponyaji. Mwenyezi Mungu ulinifungua na unaendelea kunifungua. Naomba msikilizaji wangu, Mwenyezi Mungu mfungue. Maeneo yote, vifungo vyovyote, iwe ni laana, iwe ni dhambi, iwe ni mauti, mfungue. Apate kukujua, akupende, akuishie. Afungue moyo wake ukae ndani. Ufanye makao kwake ili asiwahi pungukiwa. Ukiwa ndani yake hatawahi pungukiwa.
uchumi wake uinue Bwana. Hata wakati mgumu wa COVID Bwana, asiwahi pungukiwa kosa chakula wala basic zile vitu za kawaida ambazo anahitaji. Na kulilia Mungu wangu, na pia niwekee ulinzi hapa duniani mpaka tuje kwako mbinguni. Kwa njia ya Kristo naomba na kuamini. Amina. Kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amina. Mpendwa, ukitamani kuendelea kupokea mafundisho, jisajili kwa mtandao huu wa YouTube kwa kubonyeza kile kidude cha subscribe. Baada ya hiyo, hakikisha ile kengele notification pia umebonyeza, ili kila wakati fundisho linapeperushwa unapata ujumbe mdogo kwa simu yako ya mkononi. Pamoja na hiyo, natamani nikueleze tu, wakati huu wa COVID, wa lockdown, natumia simu yangu ya mkononi selfie video kurekodi. Kwenye selfie video, mkono wa kulia unaonekana kama ni mkono wa kushoto. Huu ni mkono wangu wa kulia. Lakini kufanya ishara ya msalaba, inawezekana ukafikiri ni mkono wa kushoto. La hasha. Natumia mkono wa kulia. Mungu akipenda, baada ya COVID na lockdown, ataniwezesha kupata mtambo mzuri wa kufanya recording ya mafundisho haya ili iwe sawa sawa. Mungu akubariki, anibariki. Tukutane kwa fundisho linalofuata. Asante na Mungu akubariki sana.